Mwarabu wa Pemba, kijana mwepesi Omar Khalfan akiwa naye Sheikh Nur Said katika mpango mzima huo wa Roshani. Na unapokosa basi hapo ndio mtu mzima sitoelewa kabisa umekosaje kosaje. Asante sana msikilizaji kwa kuweza kuitegea idhaa ya Iqra FM asubuhi hii ya leo, na ukiwa nami mtu mzima Omar Abud ndani ya kipindi Daula Iqra. Makala haya ni ya Jumatatu. Jumatatu hii ya leo ni ya 22 ya Shawwal. 22 Shawwal 1446 Hijria, iliyosawia na Jumatatu ya 21 Aprili mwaka ukiwa ni wa 2025. Basi awamu yetu hii ya tatu msikilizaji, na leo najua tuko katika siku za mapumziko bado, na ni jambo ambalo kama kuna kitu wa Kenya huwa hawapendi masihara nacho kabisa. Yani kama kuna kitu au jambo ambalo wa Kenya huwa hawataki mzaha, hawataki masihara na kitu hicho au jambo hilo, basi ni hizi sikukuu za kiserikali. Hakuna kitu au jambo ambalo Mkenya wa kawaida mwenye akili zake timamu huilitilia maanani, akalitia akilini jambo kama hilo, akalifanza hilo jambo, yani lisiweze kuruka, yani asilikose yeye akiwa hai, basi ni sikukuu hizi za kiserikali, yani public holidays. Pana Wakenya ambao hata wamehifadhi haswa mtu, yani kama vile Muislamu anahifadhi Qur'an al-Karim hii, basi kuna Mkenya amehifadhi kalenda ya sikukuu za serikali ya mwaka mzima. Yani kalenda yeye anayo, ile ratiba nzima anayo ya kwamba siku fulani, tarehe fulani ya mwezi fulani ni sikukuu fulani ya kiserikali, kwa sababu huwa serikali wanapeana ruhusa na fursa, wakawa inakuwa ni sikukuu, hakuna kazi, hakuna bazi. Badala ya kuwa Kenya yenyewe haina kazi, watu hawana kazi, mpaka Charles Ruto anasema wanaume wa Kenya tafuteni kazi, fanyeni kazi. Kina Omosh Jakababa wanahawa na wao wakamjibu, wakamwambia Charles, mwambie babako hakuna kazi, wanaume wa Kenya hawana kazi kwa sababu hakuna kazi. Sasa baada ya kuwa Kenya yenyewe haina kazi, halafu kuna na hizo sikukuu ambazo serikali hutangaza kwamba hakuna kazi, kwenyewe tayari hakuna kazi, kisha ukaambua hakuna kazi. Lakini hilo halinistajabishi mno mtu mzima, kwa sababu tumezoea kwamba kazi ya kutafuta kazi hushinda kazi yenyewe. Ndio Kenya tulivyo. Sasa sikukuu kama hizi wa Kenya yani hawana masihara nazo, hawapendi mzaha kabisa, hawapendi masihara, hawataki utani na hizi siku. Kuna mtu amezihifadhi hizi siku mwaka mzima, kalenda yote ya mwaka iko kwenye kichwa chake ya kwamba kwa mwaka kuna wengine muulize tu Kenya kuna sherehe ngapi kwa mwaka, sikukuu ngapi za kitaifa, ashakubwagia tinta, ashakwambia hapo. Alafu anaweza akakuambia kabisa Januari tuna mapumziko haya, Februari tuna mapumziko haya, wakati Korea Kaskazini wakiwa mwaka mzima wana sikukuu 2 peke yake za kitaifa. Korea Kaskazini kwao ni siku 2 peke yake za kitaifa, ambazo ndio siku wananchi wa Korea Kaskazini wanapumzika. Na awali zilikuwa ni siku 4. Awali zilikuwa ni siku 4, lakini huyu rais mpya ambaye amerithi kutoka kwa baba yake akasema hizi siku 4 ni nyingi mno, nyingi mno. Serikali inapoteza nguvu kazi ya wananchi, serikali inapoteza wakati mwingi sana katika hizi siku 4. Hiyo basi abadilisha sheria na siku zinabaki 2 nimezitoa, watu wapige kazi, walime na watengeneze mabomu, watengeneze yanaitwaje yale maguruneti yale makubwa yale ambayo mwenyewe anapiga testing kila siku, anasema 1 2 3 testing 1 2 3. Sasa huku Kenya watu wanashabikia, wanasherehekea sikukuu za kitaifa zile na hawapendi kuzikosa kabisa. Na yote hii inasababishwa na ulevi. Kenya wanapenda ulevi sana, ndio maana unasikia pia katika hizo sikukuu inabidi pia serikali baada ya kuwa imeshatoa hizo siku
ije tena iseme tafadhali, tunawaomba, tunawashauri muwe waangalifu, msipitilize, msilewe sana. Wakati nakumbuka rais akiwa rafiki yangu Mujhedost Karoge, Emilio Stanley Mwai wa Kibaki, basi ndo alikuwa kila siku kuu lazima aje maskini aseme haya, na hiyo ndiyo hiyo, na mujienjoy, lakini musifanye vile hayataji direct, lakini anajua, na alikuwa anajua kwa nini hayataji mambo yale direct. Sababu unajua wewe kama ni member alafu unakemea lile jambo, huwezi kulitaja direct kwa sababu wale fellow members au fellow Kenyans watakuchukia sana. Kwa hiyo Wakenya hawana masihara, na kwa ajili hiyo ndio tuko katika holiday mood. Muha ameingia leo, amerauka, anaambia kuna nini leo? Naona nimetoka Kitengela mpaka hapa chap chap within 1 hour, hata 1 hour haikuisha. Nikamwambia kwani hujui tuko kwenye sikukuu hizi, holidays za kiserikali hizi? Asema ndio maana barabarani hakuna mtu. Yaani magari pia holiday yanatambua. Magari ya abiria barabarani pia wenye magari hawayatoi, kwa sababu wajua leo hakuna kazi, watu watakuwa walala tu baada ya kulewa. Kenya. Sasa hawa ndugu zetu wa Kristo, mimi ndio wauliza kama hii holiday yenu hii ya hii Pasaka, nyinyi mnaamini kwamba sijui Yesu sijui amezaliwa sijui akafa hapo, maana mimi sijui sana hizi, ila sherehe zenyewe kulewalewa kwa sana. Kuna watu na picha zinasambaa mitandaoni, pana watu Mombasa wamekutwa kwenye mitaro. Ilikuwa Good Friday ile Ijumaa, sasa Jumamosi imeamkiwa. Kuna bwana mmoja amekutwa kwenye mtaro, ndani ya mtaro amelala. Habari hana. Sherehe hizo na mambo kama hayo. Kwa hiyo Wakenya hivi ndivyo walivyo. Wakenya wanapenda sana, wanashabikia, wanafurahia sana mambo ya likizo haya, holiday. Wanafanya pia kazi zinakwenda holiday tu. Nenda fungua runinga leo uone kama utapata mambo yako sawia. Utakuta ni mambo ni holiday kwa sababu watu wako kwenye holiday mood. Yani that holiday mood has been turned on. Iko on say green light. Kwa hivyo iko active. Sasa ndio maana hata sisi tunaenda hivyo kwa sababu hatuwezi na sisi kushindana na Wakenya wote hawa. Saa 2:43 saa hizi ni za Afrika Mashariki, msikilizaji, awamu yetu ya 3 katika mpango mzima huu wa Daula Ikra, bado ukiendelea kuwa nami mtu mzima Omar Abud. Asante sana wale wametuma ujumbe mfupi hapa kupitia 0727444454. Mmoja anasema mashallah, I love our station very much. Thank you very much. We love you too. Asante sana na wewe kwa kutupenda, na sisi pia tunakupenda. Alafu kuna mwingine pia katuma ujumbe hapa kwenye kaswida ile ilikuwa ikiimbwa na Shafii. Anasema shukran sana Akhil Karim Abud kwa hiyo kaswida, barakallahu fik. Allah barik. Na wewe pia. Ilikuwa kaswida ile ya Nur al-Ain kwa lugha ya Kisomali, ambapo ilikuwa inaimbwa kaswida ile na Ibrahim. Mwimbaji wa ile kaswida kwa lugha ya Kisomali anaitwa Ibrahim. Original yake ni lugha ya Kiethiopia, iliimbwa kwa Kiethiopia. Takwambia kisha baadaye nani aliimba ile. Haya, tuendelee msikilizaji, ikiwa ni saa 3 kasorobo, saa hizi ni za Afrika ya Mashariki, tukitafakari hayo ya Wakenya na holiday. Holiday, Wakenya na holiday. Sikukuu, Wakenya wala masihara kabisa na sikukuu. Yaani hata ndio maana kuna watu wanashangaa, mtu anakuambia yahe, mbona unashangaa watu wanasema Kenya kubaya, sijui Kenya uchumi mbovu, watu maskini. Lakini siku za sheshe kama hizi mambo yanayofanyika ni ya ajabu. Sasa huyu bingwa ambaye analalamika kuhusu siku za sheshe hizi, Wakenya wanapokula sheshe yani ni raha na starehe
kama hususan hizo za kulewa, wanapenda sana kulewa lewa. Sasa kuna hili jipya ya kwamba Wakenya pia hutumia trilioni 1 kila mwaka kwa sababu ya mchezo wa kamari ule. Wanafanya mchezo wa kamari. Haya, fadilatu Sheikh Abu Muhammad hafidhakallah وحفظنا جميعا من الشرك والنفاق والظلم والذل والمجاملة مع الظالمين.